Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo? Wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans mara baada ya ligi kuu ya soka Tanzania bara kuweza kusimama kwa muda, kuweza kupisha kalenda ya FIFA katika michezo ya kimataifa. Hatimaye sasa ligi kuu ya soka Tanzania bara inarejea tena kwa michezo miwili ya kumalizia kwenye engo. Hapa nazungumzia ile ya kumalizia kwa ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa msimu wa mwaka 2024-2025 ukienda kutamatika hivyo, ambapo tayari ratiba imeweza kuwekwa wazi, ambapo klabu ya soka ya Young Africans wanaanza kibarua chao cha kwenda kulitafuta taji la ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa mara nyingine tena, msimu wa 4, ikiwa watafanikiwa kuchukua itakuwa msimu wa 4 mfululizo. Wanaanza kibarua chao dhidi ya Tanzania Prison katika kile cha kwenda kutafuta alama 3. Sasa wanadondoka pale Mbeya, ambapo mchezo huo unakwenda kuchezwa, ambao mchezo unatazama kama mchezo wenye kuwa na nguvu, mchezo ambao unatizama kama ni mchezo ambao huenda lolote linaweza kutokea, kwani mchezo huo ni muhimu kwa timu zote mbili, huku Yanga akizitaka alama 3 kutoka Tanzania Prison, lakini huku Tanzania Prison akihitaji alama 1 tu kutoka kwa Yanga ili abakie katika ligi kuu ya soka Tanzania bara bila kucheza mchezo wa playoff ambao utamfanya kwenda kucheza na mtu mwingine kutoka championship ili kutafuta nani aingie ligi kuu na nani atoke katika hesabu hizo. Sasa kikosi cha klabu ya soka Young Africans kimekwenda kutangazwa leo hii na kocha Amdi akiweza kuweka bayana wachezaji ambao watakaoanza katika kikosi hicho. Ikumbukwe ya kwamba huu utakuwa ni mchezo wa kwanza kabisa Young Africans wanacheza bila Stefano Aziz Ki ambaye ametimkia zake kule Wydad kutoka Morocco. Sasa mimi nikusogezee kikosi ambacho kimeandaliwa na kocha Fadlu Davis, ila kabla hapa nazungumzia kocha Amdi, kumrazi sio Fadlu Davis, ni kocha Amdi, kocha wa klabu ya soka Young Africans ametangaza kikosi chake. Ila kabla tujiendelea kukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Hapa nazungumzia si wengine bali hawa ni Young Africans. Bana, kocha mkuu Fadlu Davis, hapa nazungumzia kocha Amdi, ameweza kutangaza kikosi chake kinachoanza katika mchezo dhidi ya Tanzania Prison, ambapo golini anasimama Djigui Diarra, screen protector. Anafahamu bora wake miongoni mwa nyota ambao wanapatikana kwenye kikosi cha Young Africans. Amekuwa na muendelezo mzuri kweli kweli, akiendelea kuweza kuzitafuta clean sheet zake katika michezo hii mitatu ambayo imesalia, ili kuweza kuongeza idadi na kumfikia ama kumpita golikipa wa Simba ambaye ni Kamara, ambaye anaongoza kwa clean sheet. Kwa hiyo golini atasimama Djigui Diarra akiendeleza muendelezo wake wa kutafuta clean sheet zake na kulilinda Young Africans waondoke na alama 3. Lakini katika upande wa hapa nazungumzia beki namba 2, hapa utakutana na si mwingine bali ni Israel Patrick Mwenda. Unafahamu shughuli yake, amekuwa na wakati mzuri kweli kweli ndani ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Dirisha dogo limetosha kuthibitisha kwamba Young Africans walifanya usajili bora katika kwenda kuziba pengo la Atola Yao Kwasi ambaye aliweza kupata majeraha, hivyo basi anaendeleza kuweza kuwasha moto katika eneo hilo
hapa nazungumzia la beki namba 2. Lakini katika upande wa beki namba 3 utakutana na si mwingine bali ni Issa Shadrack Boka. Unafahamu bora wake, moja kati ya nyota ambaye anaweza kupiga mapigo na mwendo. Ana kasi, ana mbio, ana maarifa mguuni na ana uwezo wa kufunga kupitia free kick, yani mipira ya adhabu. Kwa hiyo ni miongoni mwa nyota ambao wanapatikana kwenye kikosi cha Young Africans au utakwenda kushuhudia hilo katika mchezo huu mkubwa kabisa dhidi ya Tanzania Prison. Lakini katika upande hapa nazungumzia wa beki wa katikati. Hapa kuna beki namba 4, utakutana na Ibrahim Hamadi Baka. Unafahamu kazi yake, amekuwa na mwendelezo mzuri kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, akiweza kuweka umakini mkubwa kabisa kwenye kukaba, kwenye kutengeneza ama kupunguza mashambulizi. Utakwenda kushuhudia hilo litakapokwenda kutokea. Lakini katika upande wa beki namba 5 nasimama Dickson Job. Unafahamu kazi kubwa ambayo anaifanya, maarifa, akili, kazi kubwa ambayo anaifanya kiwanjani, bila shaka kila mmoja anaifahamu. Lakini katika upande wa namba 6 anarudi mtu mzima Alidi Aucho mara baada ya kupata majeraha na kwenda nje kidogo kwa muda, hatimaye ameweza kurejea na sasa iko fit kalifiti. Wapinzani wajipange. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia hilo litakalokwenda kutokea katika mchezo dhidi ya Tanzania Prison, ambapo Alidi Aucho atasimama katika eneo la dimba la katikati. Ni muhimili mkubwa, akiweza kuunganisha safu ya ulinzi pamoja na safu ya ushambuliaji. Pasi zake za kuvunja viungo, pasi zake nzuri kabisa ambazo huwa anazipitisha. Tutakwenda kujua kila kitu ambacho yuko nacho kwa siku hiyo zaidi ya Tanzania Prison. Lakini katika upande hapa nazungumzia wa namba 7 atasimama Maxi Nzingeli. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya wachezaji wenye nidhamu kubwa kiwanjani. Ana uwezo wa kutoka na mali kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ana uwezo wa kupiga pasi ndefu, ana uwezo wa kupiga mashuti, ana uwezo wa kutembea na kupita msitu katikati. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia hilo katika mchezo huo. Lakini katika upande wa namba 8 utakutana na Mudathiri Yahya. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa wakabaji, viungo wakabaji bora kabisa kutoka Tanzania. Kazi yake nzuri kabisa ambayo huwa anaifanya pale katika eneo la namba 8. Amekuwa na muhimili mzuri kabisa, akiweza kuisaidia timu katika kutengeneza mashambulizi na kuweza kufanya high pressing ya nguvu pindi ambapo pinzani wanapoanzisha mashambulizi yao. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia hilo katika mchezo huo. Lakini katika upande wa namba 9 anasimama si mwingine bali unazungumzia huyu ni hapa nazungumzia Prince Dube. Unafahamu bora wake, miongoni mwa wauaji, silent killer. Ana uwezo mzuri kabisa, mabao takriban 13 ambayo yuko nayo katika kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Anaendeleza kutafuta kumfikia Jean Charles Ahoua wa klabu ya Simba ambaye ana mabao 16. Lakini katika upande wa namba 10 atasimama mtu mzima. Hapa nazungumzia si mwingine bali ni Clatous Chota Chama, mwamba wa Lusaka, akiendeleza nafasi yake ya kuweza kulitawala dimba la pale mbele kabisa, akitengeneza mashambulizi yote. Tutakwenda kujua kazi kubwa ambayo Clatous Chota Chama ataifanya katika kazi hii. Lakini katika upande wa namba 11 utakutana na Pacome Zouzoua. Unafahamu shughuli yake, ameweza kurejea kurudi katika nafasi yake vizuri kabisa. Utakwenda kushuhudia hilo litakalokwenda kutokea huko Mbeya katika mchezo huo mkubwa kabisa ambao unatarajiwa kupigwa tarehe 18 majira ya saa 10 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.